Ndugu zangu watu wa Arusha, dunia hii hakuna kitu cha thamani kuliko uhai wa mtu. Unaweza kuwa maskini leo, ukazaa mtoto ndiye akavumbua dawa ya kansa, akaokoa dunia nzima. Ndege unayoiona ni fikra za mtu mmoja. Speaker tunazotumia ni thinking ya mtu mmoja. Kamera tunazotumia, kila kitu duniani kimevumbuliwa na mtu mmoja. Unajuaje kama Mdude Nyagali angezaa mtoto ndio avumbue dawa ya ukimwi iokoe dunia nzima hii? Anapouawa mtu, anapopotezwa mtu, ndio maana Israeli mtu mmoja wa kwao akitekwa, nchi inasimama kwenda kumfata, kwa sababu mtu thamani yake hailinganishwi na kitu chochote. Inawezekanaje? Tunaishi kama kuku, haujui kesho yako. Hotuba ya mambo ya ndani ya nchi bungeni inageuka kuwa hotuba ya kuzungumza kuhusu rais, kwamba wabunge wanamlinda rais asisemwe. Polisi wetu, hawa askari, sisi hatuna ugomvi nao, hasa hao wadogo. Tuna ugomvi kwa sababu wanatumika, lakini personal kama chama hatuna ugomvi nao, kwa sababu polisi ni a noble profession, ni kazi takatifu. Kwenye dunia nyingine wanawaita men in uniform. Akiingia kwenye gari akakuta siti moja, wewe unamsimama unampisha yeye akae, kwa sababu risasi ikipigwa hapa, wakati sisi tunakimbia hivi kuokoa maisha yetu, yeye atakimbia kufuata risasi ili atulinde sisi. Wamekula kiapo cha kutulinda. Leo Wizara ya Mambo ya Ndani, badala ya kujadili kuhusu pension ya askari, badala ya kujadili kuhusu mshahara wa askari, mbunge wa viti maalum, badala ya kujadili kuhusu maisha ya askari, analipwa mshahara milioni 18 mbunge. Askari analipwa shilingi 400,000, ambayo posho ya mbunge kwa siku ni shilingi 600,000. Wanakwenda kujadili kuhusu mama na tukano. Hawa watu ambao wana bima ya kutibiwa mpaka Ulaya, badala wajadili hata askari akipigwa risasi akiwa anatulinda aweze kutibiwa warau Aga Khan, wanajadili kuhusu mama ametukana. Wizara ya Mambo ya Ndani, hotuba inageuka kuwa mama, badala ya kujadili maslahi ya askari, badala ya kujadili pension ya askari. Mimi nilikuwa bungeni, nimefanya kazi miaka 5 bungeni. Mimi na Rema, Dr. Slaa tumewahi kuwa bunge, Mnyika amewahi kuwa mbunge. Tumemaliza ubunge tukapewa milioni 272 kwa miaka 5 tu. Askari anafanya kazi miaka 30 akilinda uhai wetu, akistafu anapewa milioni 20-25. Wabunge wanakaa bungeni wanasubiri mwezi wa 6 wapewa milioni 400, badala ya kujadili maslahi ya askari huyu ambaye anatulinda sisi ili wale fedha zao, wanajadili kumtuma askari akatupige sisi tunaomtetea. Nchi imeraniwa hii.